Na niwaambie wana Simba tuwe makini. Kuna kikundi kimetengenezwa kuja kuivuruga Simba kwa makusudi. Na ndio maana mwaka huu baada kutafakari ubaya ubwela unafanya kazi, watu wakaona tuvuruge wapi? Tuvuruge TFF, tuvuruge bodi ya ligi, ikashindikana. Wakasema haiwezekani. Twendeni kasi tukadai pointi 3. Kasi ikashindikana. Walivorudi akasema hata usitutanie. Wacha tukoe SGR. Yanga bingwa anakwenda kuchukua bingwa. Na kama utani alikuwa akiulizwa tu wazee. Angalia sitofahamu hii. Yako mambo mengi, mengine hayastahili kusema. Inafika mahala bonus za wachezaji mpaka baadhi ya watu wanakwenda kubana kwenye benki pesa zisitoke brother. Benki kuu hiyo. Unasema wewe benki kuu, mimi nimesema benki shekhe. Kumbe. Poreni sana wana Simba wenzangu. Jana baada ya kurudi kutoka kwenye msiba wa mama mkwe, nikapita kwenye mitandao moja, nikakuta video baadhi ya watu wanaojiita wazee wa Simba Sports wamesimama mbele ya kamera, wamesimama mbele ya maiki, wanasema Mohamed atoi pesa. Mimi nilitegemea wao baada ya kusema Mo atoi pesa wangetuambia nani anatoa pesa, kiasi kwamba Simba inalipa mshahara kwa mwezi zaidi ya milioni 500. Nani analipa? Yes, bana Kisugu, kama ambavyo nimesema hapo awali, msimu wa 4 mfululizo watani zenu Young Africans wameendelea kushika hatamu kunako mbio za ubingwa, na mara zote mwisho wa msimu wameibuka mabingwa. Matarajio ya msimu huu ambacho mlikuwa mnatarajia kukifanya na hiki ambacho wamekifanya watani, kuna nafasi yote labda mnaweza kuwapongeza watani zenu na kujifunza kwa hiki ambacho wamekifanya kwa misimu 4? Binafsi niseme, nisiwe mnafiki, hakuna sababu mimi kuwapongeza. Na kwa nini nasema hakuna sababu ya kuwapongeza? Niliwahi kusema miaka 3 nyuma iliyopita, kuna baadhi ya watu walinibeza. Ukweli ndio huu ambao nitakokwenda kusema. Maisha ya Simba na Yanga ni maisha ya Kurwa na Doto. Kurwa na Doto na maisha gani? Asili ya Kurwa na Doto tulikotokea mpaka tulikofikia. Muulizeni mzazi yoyote ambaye atakayebahatika kujaliwa na Mwenyezi Mungu kupata Kurwa na Doto, basi maisha yao ukinunua nyeupe basi wanunulie yote nyeupe. Ukiwanunulia nyeusi lazima wanunulie wote nyeusi. Hayo ndo maisha ya Simba na Yanga. Ndo maisha ambayo ya Kurwa na Doto. Sisi tuna mpira wetu ambao tayari wa Tanzania ndani ya Afrika Mashariki na Kati, kuna kipande chetu tumeshakitengeneza. Maana yake yuko hivi, Kurwa na Doto, ukimsikia Simba akachukua miaka 3 mfululizo, basi amini miaka inayokuja ya Yanga lazima achukue miaka 3 mfululizo. Ukisikia Simba amechukua miaka 4 mfululizo, amini kwamba lazima na Yanga naye achukue miaka 4 mfululizo. Mwaka huu kwa namna ligi ilivyokuwa, Simba Sports tulikuwa tuna sababu ya kukosa ubingwa, lakini kwa sababu tayari kuna maisha ya Kurwa na Doto, sitomfahamu zilizotokea, misongo mingo zilizotokea, ili maisha ya Kurwa na Doto ende akatimie, Dar es Salaam Young Africans anakwenda kwa bingwa. Sitawapongeza katika hilo. 11-12 Dar es Salaam Young Africans bingwa katika nchi hii. 12-13 Dar es Salaam Young Africans bingwa kwenye nchi hii. 13-14 Dar es Salaam Young Africans bingwa kwenye nchi. 14-15 bingwa Azam. 15-16 bingwa Yanga. Chukua mara 3 za Yanga, jumlisha mara 1 zinakuwa mara ngapi? Mara 4. Sasa tafuta 14, 15, 16, 17 bingwa nani? Kondo Msimbazi Simba. 17, 18 bingwa nani? Msimbazi. 18, 19 bingwa nani? Msimbazi. 19, 20 bingwa nani? Wanyama. Ukipiga mahesabu miaka mingapi? Misimu 4. Baada ya Simba kukosa misimu 4, nani kachukua mingine? Mtani. Haya ni maisha ya Simba na Yanga, ni maisha yetu. Maisha haya lazima nizungumze ukweli. Anayetulea anakwenda kusababisha kuna baadhi ya watu haki zao za msingi wanazikosa kwa sababu ya maisha ya Simba na Yanga.
Anayewalea yupi kwanza? Kodi wewe beba. Ni bebe kama ilivyo. Anaye tulea Imefunguka. Leo hii turudi kwenye ukweli. Tuzungumze uhalisia kwenye football. Uwekezaji wa Azam Football Club, yawezekana kweli miaka 8 kwenye nchi ya Azam wakakaa bila kuwa bingwa? Ana facility zote. Azam Football Club wana uwanja wa kisasa. Azam Football Club wana matajiri, wana uwezo mkubwa, ndio ambao wamekwenda kudhamini ligi katika haki za matangazo. Azam ina wachezaji quality, wanaowasajili akina Yusuf wanatoa pesa. Lakini Azam anakaa zaidi ya miaka 4-5 anakosa ubingwa kwenye nchi kwa sababu mazingira ya Simba na Yanga. Tayari tumeshajiwekea maisha yetu ya kulwa na ndoto. Asiyefahamu historia, asiyefahamu rekodi katika hiki kinachotokea, anaweza akakiona cha nini? Cha ajabu. Lakini leo arudi 64, 65 ligi yetu inaanza kwenye nchi. Mara ya mwisho miaka ya 70 Simba Sports anachukua mara 4, mara 5, Dar es Salaam Africans anachukua mara 5. Hiyo unaanzia 74, 76 Simba anachukua mpaka miaka 82. 5 years Simba Sports bingwa. Lakini wakati huo tayari Yanga naye ameshachukua miaka mingapi? 5. Haya maisha. Kuna muda lazima tubadilike. Twende kwenye uhalisia. Na ndio maana mwaka huu baada ya kutafakari ubaya ubwela unafanya kazi, watu wakaona tuvuruge wapi? Tuvuruge TFF, tuvuruge bodi ya ligi, ikashindikana. Wakasema haiwezekani. Twendeni kasi tukadai pointi 3. Kasi ikashindikana. Walivorudi akasema hata usitutanie. Wacha tukoe SGR. Yanga bingwa. Anakwenda kuchukua bingwa. Na kama utani alikuwa akiulizwa tu wenzee. Angalia sitofahamu hii. Yako mambo mengi, mengine hayastahili kusema. Inafika mahala bonus za wachezaji mpaka baadhi ya watu wanakwenda kubana kwenye benki pesa zisitoke brother. Benki kuu hiyo. Unasema wewe benki kuu, mimi nimesema benki shekhe. Kumbe. Poreni sana wana Simba wenzangu. Naamini tumeumia. Moja, tuliamini ubora wa timu yetu mwaka huu na uwezo mkubwa wa kuchukua ubingwa wa NBC. Lakini pili, tuliamini ubora wa timu yetu mwaka huu tunakwenda kuchukua ubingwa wa African CAF Confederation. Na tuliamini tunakwenda kuwachukua CRDB Federation Cup. Maisha ya kulwa na ndoto yamekwenda kutunyima ubingwa. Tumpongeze sana zaidi ya sana mwekezaji wetu Mohamed Dewji. Hapa nisikilizwe kwa kituo. Moja katika wanadamu waliofanya kazi kubwa kufikisha Simba hapa ilikofika, Mohamed Dewji. Mnyongeni haki yake ape. Jana baada ya kurudi kutoka kwenye msiba wa mama mkwe, nikapita kwenye mitandao moja, nikakuta video baadhi ya watu wanaojiita wazee wa Simba Sports wamesimama mbele ya kamera, wamesimama mbele ya maiki, wanasema Mohamed hatoi pesa. Mimi nilitegemea wao baada ya kusema Mo hatoi pesa wangetuambia nani anatoa pesa, kiasi kwamba Simba inalipa mshahara kwa mwezi zaidi ya milioni 500. Nani analipa? Nani analipa? Leo hii brother, I serious
Tuzungumze vitu ambavyo viko dhahiri shairi. Moja katika klabu iliyotembea na ndege kwenye nchi, kwenye mikoa ni Simba Sports. Nani anasafirisha timu? Tuache maneno usharati. Tuache maneno unafiki. Na niwaambie wana Simba tuwe makini. Kuna kikundi kimetengenezwa kuja kuivuruga Simba kwa makusudi. Nimeshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema, ni jambo jema, ni jambo zuri. Lakini kimsingi lazima niseme nimekuwa maneno mengi kwenye mitandao, Kisugu aongei toka tulivopoteza mechi yetu dhidi ya Dar es Salaam Africans. Lakini niwaambie wadau, nilikuwa nimepatwa na msiba mama mkwe. Nafikiri wadau wengi wanaojua ulitokea siku ya Alhamisi, maana yake kwamba game ilikuwa Jumatano. Ndio Jumatano. Toka ile Jumatano kwa maana ya Alhamisi kidogo mama mkwe akawa hali yake sio nzuri, kabidi kwamba kwa namna moja au nyingine kama mmoja mhusika katika familia tuweze kwenda kupambana ili kuhakikisha kwamba tunatetea uhai wa mama yetu. Lakini kimsingi siku Alhamisi mnamo saa 7 za usiku Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maana ya Mwenyezi Mungu akapitisha uwezo wake, akatumia neno kun fayakun. Allah akaichukua nafsi ya mama yetu, kimsingi tukaenda kumzika siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ukimya wangu kila mdau anatakiwa ajue kwamba nilipitia katika hicho kipindi kigumu kwa kuondokewa na kipenzi changu, mama yangu, mama mkwe ambaye alionzalia mke wangu. Hakuna namna kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshasema kulli nafsi zaikatul maut. Kwa kila nafsi itakuja itaonja mauti. Kwa hiyo wale ambao wengi walikuwa wanazungumza Kisugu ongei, Kisugu amerambishwa, wajue tu kwamba nilikuwa katika kipindi hicho kigumu, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu jambo limekwenda salama. Tumeshamhifadhi mama yetu katika makazi yake ambayo Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake atamjalia moja ya kaburi basi iwe sehemu ya pepo yake. Lakini nimerejea Dar es Salaam, nimerejea katika mkoa wa Mheshimiwa Albert Chalamila, moja katika wakuu wa mikoa bora kwangu, wanafanya kazi vizuri. Dar es Salaam imekuwa tulivu. Lazima tuchukue nafasi hii tumpongeze sana Albert Chalamila kwa kazi kubwa na kazi nzuri alifanya. Lakini pia tuchukue muda mwingi sana tuendelee kumuomba kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema na maisha marefu. Unajua unapokwenda kumzungumzia mkuu wa mkoa, unapokwenda kumzungumzia Albert Chalamila, unakwenda kumzungumzia mwenyekiti wa ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo lazima tumuombe inshallah kwa Mwenyezi Mungu ataendelea kumjalia kumpa afya njema, ataendelea na mapambano.